Maisha mengine au mateso mengine tunayoyapitia sisi leo kwenye maisha ni kwa sababu mahali fulani tulimwacha Mungu. Ni kwa sababu mahali fulani hatukufanya vizuri na Mungu. Kwa hiyo kuna adhabu ya Mungu nyuma yake. Kwa hiyo ili mpate kupona, rudini kwa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati dunia inaendelea kufurahia maisha, sisi tunayejua tunachokifanya ni nini? Tunapanda kwenda mlimani. Tunakwenda kwenda wapi? Tunajidhabihu kwa ajili ya kuombea watu hawa. Maana ukiwaambia John tuombe hawaelewi. Ukiwaambia fungeni hawaelewi. Wacha wale, wewe nenda kaombe. Mwambie jirani yako, wacha wale, wewe nenda kaombe. Jamani, haleluya! Wacha wale, wewe twende tukafanya nini? Kwa sababu ukiwaambia hawaelewi Kiswahili chako. Lugha yako ya maombi hawaijui, lakini wewe ndio unajua, ndio uliyebeba dhamana na mzigo wa watu hawa. Ndio mwenye kuwatakia mema, kuwatakia rehema mbele za Mungu. Elia alipokuwa kule anaomba, alipanda na mtumishi wake. Akamwambia Mungu, kweli nilikuomba mvua isinyeshe ili watu hawa watiwe adabu. Watiwe nini? Yaani wasaidiwe kurudi kwenye ufahamu, watubu dhambi yao, wakurudie wewe Mungu uliye wa kweli. Na hiyo imetokea. Saa hii wanakiri ya kwamba wewe ndiye Mungu. Saa hii wanakiri ya kwamba wewe unatosha. Saa hii wanakiri ya kwamba wewe ndio Bwana utendaye miujiza. Naomba leo nisikie tena, wape ruhusa mvua inyeshe. Jamani, haleluya! Achilia mbingu mvua inyeshe. Alipoomba maombi hayo, akamtuma mtumishi wake, akasema, hebu panda huko juu mlimani, huko juu zaidi huko, angalia upande wa mashariki, uone kama kuna wingu kutoka baharini linaloashiria mvua. Jamani, haleluya! Biblia inasema yule kijana alipanda. Alipopanda akarudisha majibu, akasema, Bwana wangu, hakuna chochote, yaani anga ni jeupe, hakuna dalili kabisa ya mvua. Wakati mwingine tunapoingia kwenye maombi, kumbuka tunaomba kwa imani, tunamtafuta Mungu kwa imani. Usimtazamte Mungu kwa kuona kwa macho, unapenya hizo mbingu, hilo anga kwa imani. Jamani, haleluya! Hata kama huoni kile kitu unachokitamani kwa macho, lakini imani yako ikusaidie kuona kama Mungu anasikia, Mungu anajali, Mungu atatenda sawa sawa na mapenzi yake kama ulivyoomba. Jamani, haleluya! Anamwambia yule mtumishi, asema, hebu nenda tena mara 7. Yaani nenda, ukishachungulia kaa kidogo pumzika, alafu tena nenda kaangalia. Njoo tuombe tena. Nenda akafanya hivyo mara 7. Mara ngapi? Namba 7 maana yake ukamilifu wa Mungu. Alipokuwa naenda mara ya 7, andiko linasema akaona wingu dogo kama kiganja cha nani? Kama wingu dogo kama mkono wa mtu, namna hii hapa, kadogo namna hii. Mtumishi wa Mungu Elia akatiwa nguvu, imani yake ikatiwa nguvu, akatamka neno la ushindi, akasema, mwambie Ahabu hapo alipo aache na kila kitu, akimbie mbio, panda gari lake, atelemke mbio, asije akachelewa, maana mvua inayokuja ni nyingi, itamzuia njiani. Jamani, haleluya! Ahabu alipoambiwa neno hilo kwamba kimbia mbio. Unajua wapendwa, tunatakiwa tutembee na neno la Mungu. Dogo tu namna hii, ile sauti ya ndani inayoongea, ile sauti ya upole inayoongea, ule ushawishi wa kimungu unaogusa moyo, tembea nao huo, utaona Mungu anafanya kitu. Huhitaji kuona kitu kikubwa sana, kidogo tu kile kitafanya kitu cha ajabu. Na mvua ilinyesha kubwa sana. Ndugu zangu, ninachotaka niseme ni hiki. Maandiko haya niliyosoma hapa yanatutia moyo kwamba tukisimama na Mungu vizuri, Mungu anaheshimu maneno yetu. Kumbuka Elia alitamka neno, mvua zilinyamaza. Elia aliomba. Sasa hapa kwenye kuomba ili mvua zinyeshe, palihitaji juhudi. Palihitaji nini? Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Palihitaji juhudi mpaka uone wingu linafanya nini? Linashuka.
Yes, ulitamka, lakini ili kitu kingine kitendeke, lazima ujikaze, lazima upambane, lazima utafute uso wa Bwana mpaka kitu kitokee. Jamani, haleluya! Nataka niseme tena, wewe unaomba, uhitaji kukokota hawa watu uende nao kule, lakini simama kwenye zamu yako. Nenda ombea watu wako, ombea nchi yako, ombea ukoo wako, ombea jamaa yako, hata kama hawaelewi, hata kama hawafahamu, yani they don't understand it, hawaelewi. Wewe pambana kwa sehemu yako mpaka mvua itakaponyesha. Mvua, kunyesha kwa mvua kunaashiria baraka. Kunyesha kwa mvua kunaashiria kuondoka kwa laana, kuondoka kwa kila kitu kibaya kilichokuwa kimezunguka maisha yako. Naomba nikutie moyo mchana wa leo katika ibada hii ya Jumapili. Mungu amekusudia kukusaidia. Mungu amekusudia kuondoa kila jambo lililokuwa mbele yako. Mengine alileta kwa sababu ya madudu uliyofanya kwenye maisha yako, lakini nataka nikuambie, kitubu kwa Mungu na kumwambia Bwana nisamehe, leo narudi kwako. Bwana atakusaidia, Bwana atakuinua, Bwana atakutetea. Lakini kama kitubu na kubadilika, badilisha njia zako, Mungu ataliponya taifa, Mungu ataponya ukoo wako, Mungu ataokoa watu wako. Mwambie Bwana nisaidie, mimi leo ninakuja kwako.